Ninamshukuru Mungu kwa nafasi na kibali ambayo amezidi kunijalia kama mtumishi wake, na nimshukuru Mungu pia kwa ajili yako ambayo unaendelea kufuatilia mafundisho, mahubiri ya neno la Mungu. Ninamtukuza na kumsifu Mungu sana kwa ajili yako. Leo tutajifunza faida ya kumtegemea Mungu. Faida ya kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu ni namna ambayo unahitaji Mungu aweze kukusaidia au aweze kusimama na kukusaidia katika mambo yako yote. Ni namna ambayo umehitaji Mungu aweze kukusaidia au kusimamia mambo yako yote ya kimaisha, katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kimwili. Ni namna ambavyo umehitaji yeye aweze kuwa mwangalizi wako kwenye kila jambo ulitendalo. Nitarudia, ni namna ambayo pia umehitaji awe mwangalizi wako kwenye kila jambo ulitendalo. Yamkini kuna mambo mengi ambayo unatamani kuyafanya na umehitaji kuyatenda, umehitaji pia kuyafanikisha. Hauwezi ukafanya peke yako, ukaamua kumwomba Mungu, ukaamua kumtegemea Mungu aweze kukusaidia. Naomba nisome kitabu cha Misali mlango wa 3 mstari wa 5. Kitabu cha Misali mlango wa 3 mstari wa 5. Misali 3 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Umtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Wewe ambaye umetamani Mungu awe msaada wako, Biblia inatuambia kwamba uweke tumaini kwa Mungu, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Usitegemee fahamu zako mwenyewe, usitegemee fikra zako mwenyewe, usitegemee mawazo yako mwenyewe. Ndio maana anasema kwa moyo wako wote umtumaini Bwana. Kwa moyo wako wote umtegemee Bwana. Kwa moyo wako wote uweke zako kwa Bwana, naye atakusaidia, naye atakuwezesha. Iwapo tu umeweka moyo wako kwa Mungu, umeweka matumaini yako kwa Mungu, kwa sababu ndiye atakayekusaidia, ndiye atakayeamua kwa habari ya maisha yako. Kwa hiyo anaposema kwamba wala usizitegemea akili zako mwenyewe, usizitegemea akili zako mwenyewe, kwa sababu kuna mahali unaweza ukafika ukajikuta umekwama kibinadamu. Kuna mahali labda wale unaowategemea wakakwama na wao, wakashindwa kuendelea na safari. Kwa hiyo ndio maana yake anasema kwamba wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Faida za kumtegemea Mungu. Jambo la kwanza, unaimarika kiimani. Jambo la kwanza, unaimarika kiimani. Unapomtegemea Mungu, imani yako inazidi kuongezeka. Unapoweka matumaini kwa Mungu, ndivyo unavyozidi kuongezeka zaidi, unavyozidi kukua zaidi, ndivyo unavyozidi kukua kiroho zaidi, unapoweka matumaini kwa Mungu. Ukisoma kitabu cha Luka mlango wa 17 mstari wa 5 mpaka ule wa 6, Luka 17 mstari wa 5 mpaka ule wa 6, maandiko matakatifu yanasema, mitume tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe cha haradali, mngeuambia mkuu huu, ng'oka ukapandwe baharini, na ungewatii. Ninachozungumza na ninachomaanisha hapa, kumbuka kwenye faida ya kwanza nimekuambia unaimarika kiimani. Au mitume waliweka imani yao kwa Yesu na waliweka mategemeo yao kwa Mungu. Kwa hiyo walivyoweka mategemeo yao kwa Mungu, pale walipopungukiwa kiimani, wakasema, Bwana tuongezee imani. Wakaambiwa kwamba mkiwa na imani hata chembe cha haradali, mwaweza kuambia mkuu, ng'oka, na ungewatii. Nini ambacho tunajifunza hapa katika maisha yetu ili tuendelee kukua na kuongezeka imani na kuimarika kiimani? Ni lazima na ni muhimu sana kuweka imani yetu kwa Mungu.
ni lazima sana kumwambia Mungu atuongezee imani, kwa sababu hilo ndilo linaloweza kutusaidia, hilo ndilo linaloweza kutufanya sisi kuimarika siku hadi siku. Lakini kama hatutaweza kumwomba Mungu Yesu Kristo atuongezee imani, tutajikuta tuko vile vile siku zote. Hatuwezi tukaona tunapiga hatua, hatuwezi tukaona kwamba tunasonga mbele, hatuwezi tukaona kwamba kuna mahali tunapiga hatua ama kukua kiimani. Kwa ni lazima tutegemee uweza wa Mungu, tena tutegemee kwa imani. Kwa hiyo tukiwa tunategemea uwezo wa Mungu, tuwe na uhakika imani zetu zinazidi kuongezeka, tuwe tuna uhakika kuna namna imani yetu inazidi kukua. Lakini kama hatutegemei nguvu za Mungu, imani zetu haiwezi ikaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni namna ambavyo Mungu anatuhitaji sisi tuweze kumtegemea yeye, tena na nguvu zake, tuweze kuweka imani kwake, tuweze kuweka imani na matumaini tuweke kwake, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anaweza, anatosha. Faida ya pili, unapata hekima na kuwa na hekima. Unapata hekima au kufanya wewe kuwa na hekima. Faida ya kumtegemea Mungu, unakuwa na hekima au anakufanya yeye kuwa na hekima. Naomba nisome kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 12. Wafalme wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 12, Bwana akampa Sulemani hekima kama alivyomwahidia. Ikawa amani kati yao. Hiramu na Sulemani wakafanya maagano pamoja nao hao wawili. Ninachotaka kukueleza mahali hapa ni nini? Kwa nini kwamba Mungu anakupa hekima au anakufanya kuwa na hekima? Ni kwa sababu unapoweka imani yako kwa Mungu, unapoamua kumtegemea Mungu, Mungu anaachilia hekima. Tunaona kwenye Biblia kabisa ni kwa jinsi gani, tutakuwa namna gani Sulemani aliomba hekima, maana Mungu alimwambia unataka nini? Akasema ninachotaka ni hekima na maarifa, ni hekima na maarifa. Mungu akamjalia kila alichokuwa anakihitaji, lakini kuna namna ambavyo Mungu alizidi kumwongezea hekima, alizidi kumfanya kuwa ni mtu mwenye hekima, kwa sababu kuna vitu ambavyo pasipokuwa na hekima Sulemani asingeweza kuyaamua, asingeweza kuyafanyia kazi. Lakini kwa sababu yeye aliamua kumtegemea Mungu, aliamua kumheshimu Mungu, aliamua kubaki katika njia ya kumpendeza Mungu, Mungu akamfanya kuwa na hekima, Mungu akamfanya kuwa ni mtu mwenye hekima, kwa sababu kupitia hekima ambayo Sulemani amekuwa nayo imekuwa ni msaada, imekuwa ni matokeo makubwa. Tusome kitabu cha Misali 9 mstari wa 10. Misali 9 mstari wa 10. Ukisoma Misali 9 mstari wa 10, neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Ni kumcha Bwana, ni kumtegemea Bwana, ni kumtumainia Bwana, ni kuweka imani yako kwa Bwana, ni kuamua kumheshimu Mungu. Ndio maana anasema kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Unapomtegemea Mungu, unapoamua kumheshimu Mungu, ndio mwanzo wa hekima yako kuongezeka, mwanzo wa wewe kufanywa kuwa na hekima. Basi ndio namna ambavyo anakufanya wewe kuwa na hekima, namna ambavyo anakufanya wewe kuzidi kukua katika roho, kuzidi kukua katika hekima. Ndio maana anasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, ni mwanzo wa hekima. Kwa hiyo unapomcha Bwana, ile hekima yako inazidi kuongezeka. Hakuna mtu anayemcha Bwana asiwe na hekima. Ukimwona mtu anamtumikia Mungu alafu ana hekima, ujue kwamba kuna shida. Hamtumikii Mungu wala hamtegemei Mungu, labda kuna vitu vingine anavyovitegemea. Kwa hiyo unapomtegemea Mungu, unapoamua kuweka imani yako na kuamua kumtumainia Mungu kwenye maisha yako, uwe na uhakika Mungu anakufanya kuwa na hekima ya kuamua mambo
ya kufanya mambo kwa hekima, ya kufikiria kwa hekima, ya kuwaza kwa hekima na kutoa majibu kwa hekima na kuamua kufanya maamuzi kwa hekima kwa msaada wa Mungu, kwa sababu umeweka hekima mbele yake. Jambo la tatu, anakufundisha maisha ya nidhamu. Anakufundisha maisha ya nidhamu. Mungu, ukiamua kumtegemea Mungu, Mungu lazima akufundishe maisha ya nidhamu. Ni kwa namna gani na kwa jinsi gani utatembea, ni kwa jinsi gani utaishi katika kumpendeza yeye. Anakufundisha ni nini ukifanye, ni nini ukitende, ni nini ukihangaike nayo, ni nini usifanye, ni nini usitende, ni nini usihangaike nayo. Ni namna ambavyo Mungu anakufanya uishi maisha ya nidhamu, uishi maisha ya nidhamu, kwa sababu umeamua kumtegemea Mungu. Lakini hauwezi ukaishi maisha ya nidhamu kama hujamtegemea Mungu. Hauwezi ukaishi maisha ya nidhamu kama hujaweka mategemeo yako kwa Mungu, kwa sababu tunachotegemea, unapoweka mategemeo yako kwa Mungu, maana kwamba kuna nidhamu inaongezeka ndani mwako, kuna tabia inaongezeka ndani mwako, tena tabia nzuri, tabia njema, tabia inayompendeza Mungu. Kwa hiyo unapoamua kumtegemea yeye, kuna namna ambavyo nguvu za Mungu zinazidi kuongezeka ndani mwako, namna ambavyo Bwana anakusaidia wewe kukua na kuendelea kuimarika wakati na kila dakika, sawa sawa na mapenzi yake, sawa sawa na jinsi yeye ambavyo amekusudia. Kwa hiyo kuna roho ya nidhamu, roho ya tabia njema, roho ya tabia nzuri inazidi kupita ndani mwako. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kumtegemea Mungu, umeamua kumuishi Mungu, umeamua kuishi katika njia za Mungu, umeamua kutembea katika njia za Mungu, umeamua kutembea katika uweza wa kimungu. Kwa hiyo namna ambavyo unamtegemea Mungu, uwe na uhakika kwamba kuna vitu ambavyo vingi sana ambavyo Mungu atakwambia utembee nayo, vitu ambavyo vinamtukuza yeye na kukuondoa katika ile hali ya kuwa undisciplined au kuwa katika hali ya kutokuwa na nidhamu, ili uweze kuishi katika maisha ya kuwa na nidhamu. Kwa hiyo Mungu anakufanya kuwa na nidhamu. Jambo la nne, anakufanya kuwa bora. Unapomtegemea Mungu, Mungu anakufanya kuwa bora kila siku. Yeyote yule anayemtegemea Mungu, maisha yake yanabadilika, yanakuwa bora, yanabadilika kutoka ubora kwenda ubora. Kwa hiyo unapomtegemea Mungu, Mungu anakufanya kuwa bora. Mungu anakupeleka kiwango kingine, Mungu anakupeleka hatua nyingine, Mungu anakupeleka kwenye kiwango kingine. Ukimwangalia Yusufu alivyoamua kumtegemea Mungu, Mungu alizidi kumfanya kuwa bora. Na ndio maana leo hii tunazungumza maisha ya Yusufu, kwa sababu yeye aliamua kumuishi Mungu, aliamua kutembea katika njia za kumpendeza Mungu, aliamua kutembea katika hatua za kumpendeza Mungu. Kwa hiyo na wewe unapoamua kumtegemea Mungu, uwe na uhakika Mungu anakufanya kuwa bora. Anakufanya bora kwenye huduma, anakufanya bora kwenye shughuli yako yoyote ile unayofanya, anakufanya bora kwenye nafasi yako, anakufanya bora hapo ofisini ulipo, anakufanya bora kwenye eneo lolote ambalo upo. Ukisoma kitabu cha Zaburi ule mlango wa 84 mstari wa 10, Zaburi 84 mstari wa 10, neno la Mungu linasema hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku elfu. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika hema za waovu. Mungu anakufanya kuwa bora, na ndio maana Daudi anasema kwamba ningependa kuwa bawabu, ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa hemani mwa waovu. Anakataa kukaa hemani mwa waovu. Kwa hiyo unapoamua kuweka mategemeo yako kwa Mungu, unaamua kuweka imani yako kwa Mungu, kuna namna Mungu anakuinua, kuna namna Mungu anakubeba, kuna namna Mungu anakusaidia, kuna namna Mungu anakutetea, kuna namna Mungu anakuambia mwanangu, hapa ninakuinua kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Tunawaona watumishi wengi waliomtegemea Mungu na Mungu akawainua viwango na viwango, akawapeleka hatua kwa hatua. Na wewe leo inawezekana kama kijana, inawezekana kama baba, inawezekana kama mama, inawezekana kama mzee, kama mtoto unayenisikiliza, ukaamua kumtegemea Mungu, naye Mungu akakufanya kuwa bora, naye Mungu
akakufanya kuwa bora kwenye eneo ambalo unatamani aweze kukufanya bora. Yamkini kwenye huduma unatamani kuwa bora, Mungu atakufanya kuwa bora endapo tu utaamua kuweka imani yako na mategemeo yako kwa Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Danieli 6:3, Danieli 6:3 anasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Roho bora, unatamani kuwa na roho bora, lakini kuwa na roho bora haiji tu hivi hivi, haiji tu kikawaida kawaida. Inakuja kwa namna na kwa jinsi ambavyo wewe umeamua kumtegemea Mungu, wewe umeamua kuweka matumaini yako kwa Mungu. Haiji tu kwa sababu linakuja kama ajali, no, ni namna ambavyo wewe umeamua kuweka mapenzi yako, ni imani yako kwa Mungu. Ni lazima umtegemee Mungu. Unamuona kabisa, unamuona Danieli namna ambavyo aliamua kumuishi Mungu. Biblia inatuambia alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa sababu roho bora alikuwa ndani mwake. Mungu alikuwa ndani mwake, mwenye kutia ubora, mwenye kutia roho bora ndani mwake alikuwa ndani mwake. Kwa hiyo alimwezesha na kumfanikisha, alimsaidia, alimtetea, alimfanikisha kwenye njia zake. Jambo la 5, faida ya 5, anakufundisha namna ya kuishi katika kustawi. Anakufundisha namna ya kuishi katika kustawi. Unastawi kwenye mambo yako mbalimbali, unastawi kwenye huduma, unastawi kwenye biashara, unastawi kwenye elimu, unastawi kwenye ndoa, unastawi kwenye kila eneo lako la kimaisha ambalo unatamani Mungu aweze kukusaidia. Ukitazama maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Isaya 48 ule mstari wa 10, kitabu cha Isaya 8 ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema, tazama nimekusafisha lakini si kama fedha, nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Mona anasema tazama nimekusafisha si kama fedha, nimekuchagua kutoka kwenye tanuru hilo la mateso. Yamkini kuna namna wakati mwingine unajiuliza, unasema mbona mimi ninamtegemea Mungu lakini ninakutana na vikwazo, bado ninapitia maisha ya shida, ninapitia changamoto mbalimbali. Lakini Biblia inatuambia tazama nimekusafisha lakini si kama fedha, nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Hayo mateso unayopitia wewe, jitahidi tu kumtegemea Mungu pamoja na hayo mateso, pamoja na hayo maumivu, pamoja na hayo magonjwa, pamoja na huko kukataliwa, pamoja na huko kukosa. Lakini what I need to tell you now ya kwamba wewe uweke mategemeo yako kwa Mungu, naye Mungu atakustawisha, atakutoa kwenye hilo tanuru ambalo unapitia, atakutoa kwenye hiyo shida, atakutoa kwenye hayo maangamivu, atakutoa kwenye hizo changamoto, atakutoa kwenye hiyo hali ambayo unapitia, kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye ni mwaminifu, ni Mungu ambaye ni mwaminifu na anayeweza kuachilia neema yake ndani yako. Jambo la 6 na la mwisho, anakufanikisha katika njia zako zote. Anakufanikisha katika njia zako zote. Naomba tusome kitabu cha Yoshua ule mlango wa 1 mstari wa 5. Yoshua mlango wa 1 mstari wa 5, neno la Mungu nasema, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala kukuacha. Unapoamua kumtegemea Mungu, uwe na uhakika atakufanikisha katika njia zako zote. Yeye atakusaidia, yeye atakupigania, na ndio maana ndivyo atakavyokuwa pamoja na wewe, ndivyo atakavyoambatana na wewe, ndivyo atakavyokusaidia na wewe, ndivyo atakavyokuinua na wewe, ndivyo atakavyokufanikisha na wewe. Kama jinsi alivyokuwa na mtumishi yule, kama jinsi alivyokuwa na yule mtu, kama jinsi alivyotembea na yule mtu, ndivyo atakavyotembea na wewe. Haijalishi itakuwaje, lakini ndivyo atakavyotembea na wewe, ndivyo atakavyokusaidia. Na maana nimekuambia kwamba atakufanikisha katika njia zako zote. Njia yoyote unaopita, mahali popote unakopita, mahali popote unakowaza, mahali popote unapokwenda, Mungu anasema ya kwamba yeye atakufanikisha, yeye atakusaidia, yeye atakutetea, yeye atakupigania, yeye atakuinua. Kwa hiyo weka matumaini kwake yeye ili aweze kukufanikisha.
kufanikisha. Tusome kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango waraka wa 3 wa Yohana ule mlango wa kwanza mstari wa 2, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hapa anaona kwamba kuna mtu anafanikiwa kiroho, anafanikiwa kukua kiroho. Ndio maana anasema kwamba ufanikiwe katika mambo yako yote. Wewe unaoweka matumaini kwa Mungu, ndugu yangu, wewe unaweka matumaini kwa Mungu, Mungu anakuambia hivi kwamba ufanikiwe katika mambo yako yote, na uwe na uhakika utafanikiwa kwa sababu unamtegemea Mungu. Hakuna mtu anayemtegemea Mungu na asione mafanikio. Yeyote yule anayeweka mategemeo kwa Mungu lazima aone mafanikio, lazima aone kustawi, lazima aone kukua, lazima aone kufanikiwa katika njia zake zote. Kwa hiyo unavyoamua kumtegemea yeye na kumuishi yeye, ujue kabisa ya kwamba kuna namna utapiga hatua, kuna namna utaona nuru ya Mungu, kuna namna Roho Mtakatifu atajidhihirisha kwako, na kuna namna ambavyo yeye atajitolea utukufu kwako. Kwa hiyo weka matumaini kwa Mungu, weka mapenzi yako kwa Mungu, amua kumtegemea Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya watoto wako, ninakushukuru kwa sababu ya ndugu yangu huyu, ninakushukuru kwa sababu ya baba huyu, ninakushukuru kwa sababu ya kijana huyu, ninakushukuru kwa sababu ya mama huyu, ninakushukuru kwa kila mmoja kwa nafasi yake, kwa namna ambavyo Bwana Yesu wameamua kukusikiliza wewe, wameamua kukufuata wewe. Tazama jinsi ambavyo Bwana Yesu wameamua pia kuweka matumaini kwako, wametamani kukutegemea wewe. Kuna wengine wanasema kwamba kuanzia leo mimi nitamtegemea Mungu. Bwana Yesu, ninaomba Mungu ukawasaidie, ukawawezeshe, wape nguvu ya kukutegemea wewe, wape nguvu ya kuweka matumaini kwako, ili matumaini yao yasiondoke bure, ili matumaini yao yasiondoke bure, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawaombea nguvu ya kukutegemea wewe, na yeyote yule anayekutegemea Bwana, ninaomba usimwache, ninaomba usimpungukie, ninaomba Bwana wa majeshi usiwapungukie katika njia zao. Zaidi ya yote ninaomba imani na Roho wako Mtakatifu akawawezesha, akawafanikishe katika kila eneo la maisha yao, katika kila eneo la maisha yao, katika kila eneo la maisha yao. Bwana Yesu wabariki, bariki huduma zao, bariki shughuli zao, bariki kazi zao wanazozifanya. Mungu usiwapungukie. Ninawaombea amani na imani ikazidi kutawala kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, nikiomba nikiamini, amen. Mungu akubariki sana. Endelea kushare na watu wengine, endelea pia kushirikisha watu wengine, ili tuendelee kujifunza maandiko matakatifu ya neno la Mungu na kuendelea kujifunza ile kweli ya Kristo. Mungu